Mkurugenzi wa taasisi ya Everlasting Legal Aid Foundation, wakili Dr. Hamis Masoud, ametoa wito kwa viongozi wa serikali na wanasiasa kuacha kuingilia maamuzi ya mahakama, ikiwemo kuyapinga ama kufuta amri zake, akisema kuwa hatua hiyo inahatarisha uhuru wa raia na inaweza kuathiri ustawi pamoja na utawala wa sheria nchini. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, wakili Dr. Masoud amesema kauli hiyo inatokana na hatua ya mkuu wa wilaya ya Ubungo Albert Msando kupinga utekelezaji wa amri ya Mahakama Kuu ya Rufaa, akidai kuwa anatekeleza agizo la Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba la kumrudisha Pili Kafuye katika nyumba aliyokuwa akiishi. Amesema hatua hiyo inachukuliwa licha ya Pili Kafuye kushindwa kesi mara 3 zinazohusiana na umiliki wa eneo la ardhi lenye ukubwa wa 1.5 eka lililopo Makabe Msakuzi jijini Dar es Salaam, ambapo ilidaiwa kuwa alimiliki kinyume cha sheria. Aidha, akitoa historia ya umiliki wa eneo hilo, msimamizi wa mirathi Zawadi James amesema eneo hilo ni mali halali ya marehemu Paulina Ndunguru, ambaye alianza kufuatilia haki ya umiliki wa ardhi hiyo akiwa hai baada ya kudaiwa kuwa Pili Kafuye alijimilikisha eneo hilo kinyume cha sheria. Katiba imeeleza bayana. Ukienda kwenye ibara sura 5 107A 1, 2A na B pale imeeleza kwamba chombo chenye mamlaka ya mwisho katika utoaji haki ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania itakuwa ni mahakama, nacho ni chombo huru, hakipasi kuingiliwa na mtu yoyote. Kwa mkazo huo wa katiba, manake ni kwamba serikali haiko juu ya mahakama, yani haiko juu ya sheria wala taasisi nyingine yoyote au mtu mwingine yoyote. Na huo ndio msimamo wa sheria. Na amri yoyote ya mahakama si ushauri, bali ni agizo la mwisho la haki ambalo linapaswa kutekelezwa na taasisi zote na watu wote. Kile ambacho kimefanyika na mkuu wa wilaya waeleze bayana kwenye umma kwamba kilikuwa kipo kinyume na utaratibu, na sasa serikali isimamie maagizo halali na amri halali za mahakama, na uchunguzi wa makosa ya kijinai hauasili mchakato wote wa madai ambayo yameshaamuliwa, kwa sababu hata leo ukisema wewe unachunguza, sijui umeelewa mpaka hapo ukaja ukabaini labda kuna forgery, bado uchunguzi wako hauwezi kubatilisha yale maamuzi ya mahakama, ni mpaka urudi huko mahakamani, hata kwa sababu makosa ya jinai anahukumiwa mtu amefoji, maki huyo mtu amekosea jamhuri. Kwa maamuzi ya mahakama yataendelea kusimama halali mpaka pale atakapotenguliwa na mahakama. Mwiba uchomolewa pale ulipoingilia. Tuna serikali kamili yenye maadili. Huo ndo ukweli. Kwa hiyo kupitia hili tunamuomba Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambao yeye ameapa akiwa kama mkuu wa nchi na serikali, amiri jeshi mkuu, ni vyema aendelee kusisitiza watumishi wake wote ambao amewateua kusimamia viapo, kusimamia katiba, kusimamia sheria, kwa sababu watakavyoharibu huku wanamchonganisha yeye na wananchi. Huku ni kuchonganisha wananchi na serikali. Leo makelele mengi unaweza kusikia rais analalamikiwa. Si kwamba rais anafanya yale, ni watendaji wake, watumishi wake wa chini wanapelekea haya malalamiko. Sisi tumefika hapa kwa Mama Kafuye kama kamati ya usalama, nikiwa nimeongozana na kaimu OCD pamoja na wajumbe wengine wa kamati ya usalama. Lengo la kufanya ziara hii, tumemsikia Mama Kafuye akiwa amelalamika kuhusu kutolewa ndani ya nyumba yake. Lakini pia vile vile Mheshimiwa Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amenituma kuja kufika hapa na kuhakikisha kwamba mama huyu anarudishwa ndani ya nyumba yake, wakati suala lake likiendelea kufanyiwa uchunguzi na TAKUKURU kuhusu uhalali wa nyaraka ambazo anasema zimempatia ushindi
mtu ambaye ana mgogoro naye. Kama mnavyofahamu, Mahakama Kuu ya Tanzania ilitoa amri ya mama kuondolewa hapa na kumpa ushindi mdai wa mirasi ya Paulina Ndunguru ambaye ni mmiliki wa eneo ambalo ipo Makabe Msakuzi. Paulina Ndunguru alinunua eneo lenye ukubwa wa ekari 5.5 toka mwaka 1989. Lile eneo alimiliki yeye bila mgogoro wowote mpaka mwaka 2015, ambaye sasa ilitokea mgogoro baina ya Pili Kafuye na Paulina Ndunguru. Pili Kafuye aliingia kipande ekari 1.5 ambalo lile eneo lilikuwa la Paulina Ndunguru. Baada ya hapo ikaanza kesi baraza la kata la Mbezi. Kipindi kile baraza la kata, ile kesi Paulina Ndunguru alifanikisha, yani alishinda. Pili Kafuye alikata rufaa kwenda mahakama ya Mwananyamala. Baada ya hapo tena Pili Kafuye alishindwa, Paulina Ndunguru alishinda. Pili Kafuye alikata tena rufaa kwenda Mahakama Kuu. Tukiwa Mahakama Kuu, Pili Kafuye akaanza kujenga, ambayo ilikuwa 2019. Hiyo kesi imeendelea Mahakama Kuu, nayo tukashinda. Pili Kafuye akakata tena rufaa kwenda Mahakama Court of Appeal, mahakama ya mwisho, majaji watatu. Kule tena tukashinda. Mahakama ikatoa maelekezo utekelezaji wa kumtoa yule mama kwenye sehemu ya ushindi, ambayo ni ekari 1.5 aliyoingia. Tukarudi mahakamani kwa ajili ya utekelezaji. Mahakama ikateua dalali wa mahakama. Ilipoteua dalali wa mahakama, dalali wa mahakama akapata prosesi zote za sheria za mahakama. Tukapata ushirikiano mkuu wa wilaya pamoja na polisi OCD, tukaenda kumtoa yule mama katika eneo alilojenga la mshinda tuzo.